Kama kuna ukatili mbaya ambao unafanyika katika nyumba za Mungu, ni ukatili wa kuwanyima watu uwezo wa kulisoma neno la Mungu. Ni ukatili wa kulihafifisha neno la Mungu na miongozo au guidelines na policies, zile sera na formalities, mifumo ya kuongoza kanisa na rituals, mifumo ya kibinadamu ya kuendesha mambo ya Mungu, kupewa hadhi ya juu kuliko neno la Mungu lenye uwezo wa kusimamisha muumini kupambana na mikiki ya mivuto mikubwa miovu ambayo shetani anaiachilia kwa wakazi wa dunia wa kipindi hiki cha mwisho. Katika somo la leo tunakwenda kujifunza ya kwamba mcha Mungu ni mtoto wa kifalme. Na kwa sababu Mungu ni mfalme wa wafalme, na kwa sababu amesema nyinyi ni ukuhani wa kifalme, watu wa Mungu ni wafalme chini ya mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Sasa kuna maelekezo ambayo wafalme huwa wanapewa. Mungu alipomuumba mwanadamu, Adamu, hakumuumba kama mtumwa au mfanyakazi wa kwenye bustani. Alimuumba kama mfalme aliyekuwa anatawala dunia hii chini ya maelekezo kutoka kwa mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, ambaye anatawala sayari zaidi ya trilioni mana trilioni ulimwenguni mote. Huko kote amejaza watoto wake kwa namna ya ajabu siweza kuelezeka. Na ile ukiangalia ile inaitwa universe, vyote hivi vinazunguka kiti cha rehema na ufalme wa Mungu ambao umekaa katikati. Maelezo haya ni machache kwa sababu maandiko matakatifu au Biblia natupa maelekezo kwa uchache sana kuhusu tu kakipengele kamoja ka kazi ya Mungu kubwa sana kanaitwa dunia. Ndio maana watu wengi wanafikiri kwamba dunia ndio mwisho wa kazi ya Mungu. Mungu amefanya kazi kubwa, na ndio maana watu watakapochukuliwa kwenda mbinguni watafanywa kidogo utalii wa kuangalia kazi za Mungu na viumbe na nakshi nzuri za kiungu ambazo zimetapakaa katika billions of nautical mile distance, kilomita za universe, na kazi ya ajabu ambayo Mungu ameifanya, hata mambo ambayo bila kubadilishwa ukiangalia tu hivi unakufa, brain inafuka moshi kwa sababu huna uwezo wa kuyachota na kuyaweka katika moyo wako. Ndio maana wanachofanya hawa na sayansi ni kama tu maigizo. Ni kama vile umeenda baharini ukachukua tu mchanga tuwili ukaanza kutuangaliana, wakamchanga ndo kaitwa Andromeda au tunasema Milky Way galaxy au tunaita solar system. Ni kasehemu kadoncho sana ambako kwa kenyewe tu dunia tu hawezi kuimaliza, kwa sababu huwezi kumchunguza Mungu na kazi zake, maana Mungu ni infinity na kazi zake ni infinity, hazifahamiki kwa akili za kibinadamu. Unaweza ukapata machache yaweze kukufungua zaidi juu ya uwezo wa Mungu. Sasa katika somo la leo tunakwenda kujifunza, wewe kama mtoto wa mfalme, ukaribu wako na neno la Mungu ndio utakufanya uweze kuonyesha uhalali wako wa utoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu sio kelele na ujuaji na kulukaluka na kuimba na kufanya mambo kama una akili timamu. Mtoto wa Mungu ni neno la Kristo takatifu liwe limekujaa, ili liwe dira, liwe kama ndo beacons, liwe ndo kama direction ya maisha yako. Mambo ya Nyakati wa Pili 17 mstari wa 7 na wa 9 nasema hivi: tena katika mwaka wa 3 wa kutawala kwake akawatuma wakuu wake, yaani Berhaili na Obadia na Zekaria na Nathanieli na Mikaya ili kufundisha miji ya Yuda. Wakafundisha katika Yuda wenye kitabu cha Torati ya Bwana. Wakazunguka katika miji yote ya Yuda wakifundisha katikati yao. Haya maneno
yamewekwa enzi ya mfalme Yehoshafati. Alipoingia kwenye utawala tu, jambo la kwanza aliandaa kikosi kazi cha watu wenye brain kubwa ya mambo ya Mungu, akawasambaza kwenye ufalme wote. Wafanye nini? Wapite wakifundisha maneno ya Mungu, mifumo ya Mungu, baraka za Mungu, kanuni za Mungu, makatazo ya Mungu, ili watu wakiyaendea basi maisha yao yawafanye kuwa peculiar people, watu mahususi, yaweze kuwafanya kuwa na mvuto kwa watu wapagani, waone hiki tunachokiishi watu wa Mungu ni cha ubora na cha hadhi ya juu kwa kile wanachoishi watu wa kule waliomwacha Mungu. Kwa hakuna matengenezo ya maana ambayo yatafanyika kwenye taifa, kwenye kanisa, kwenye familia kama yamelisahau neno la Mungu pembeni. Ni msisimko ambao maisha yake, lifespan ya msisimko huo haiwezi kuzidi hata siku 2. Kuna mambo ya kujifunza. Unapomwamini Yesu unafanyika kuwa mzao wa kifalme. Kama nilivyosema, unakuwa mtoto wa Mungu, na Mungu ni mfalme. Mtoto wa Mungu ni mfalme, na yeye ni prince, yuko chini ya mfalme, lakini Mungu akaamua kutuwekea sehemu ya sisi wenyewe kutawala chini ya uongozi wake ambao inaitwa dunia. Moja ya sifa kubwa ya mfalme au uzao wa kifalme ni kuhakikisha hawakai mbali. Ngoja nirudie tena. Moja ya sifa ya uzao wa kifalme, ukuhani wa kifalme, watoto wa mfalme, ni kuhakikisha hawakai mbali na kitabu cha Mungu, maana ndani yake ndimo kuna siri za kuwafanya kuishi kwa ubora na kwa ufanisi. Ndio maana Mfalme Nebukadneza alipoingia Yuda, aliwachukua watu wengine akawaburuza watu, lakini akaenda akanyemelea watoto wa kifalme, wakina Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Maana hawa kina Azaria hawa walikuwa ni watu ambao wameandaliwa kwa neno la Mungu, wamefundishwa hekima zote, akili zote, ujuzi wote. Ni watu ambao wangefaa mahali popote walipopelekwa. Kwa andiko, kanisa linalowaandaa watu katika neno ni kanisa ambalo Mungu analipa thamani ya juu sana. Familia inayoandaa wakazi wa familia kwa neno la Mungu ni familia ambayo Mungu anaangalia kwa jicho la wivu sana. Kwa sababu kupitia neno la Mungu ndipo ambapo tunapata kuishi maisha ya maana kwenye dunia hii. Kupitia neno la Mungu ndipo tunapata tumaini la maisha yajayo ambayo Bwana ametuandalia. Ndipo tunaweza tukatoa uwasilisho na uwakilisho bora tena wa viwango vya juu wa kile ambacho Mungu anamaanisha anaposema huyu ndio mtoto wangu, huyu ni mtoto wa yule baba wa hii dunia. Niseme nini basi? Kumbukumbu la Torati inatufundisha ya kwamba zamani, siku mfalme alipoingia ikulu, alikuwa anakabidhiwa kopi ya kitabu cha Torati. Kitabu cha Torati kwa wakati huo ndio ilikuwa Biblia. Sasa Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 18 mpaka 20 anasema nini? Tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi, na kwa kuyafanya, moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katika Israeli. Kopi ya kitabu cha Mungu haipaswi kukoswa kwenye maisha ya mtoto wa mfalme. Kopi ya kitabu cha Mungu haipaswi kukoswa kwenye akili za mtoto wa Mungu. Ili upate kuishi maisha marefu
katika utawala ambao Mungu amekupa, kama ni utawala wa familia, ofisini kwako, nyumbani kwako, katika chuo unachosoma, maisha ambayo Mungu amekupa na vile assignment, majukumu ambayo amekupa, ili uweze kuwa mtu wa maana sana, hakikisha copy ya haya maneno ya Mungu, Biblia, hauchezi nayo mbali, na unakuwa nayo katika maana ya application, utekelezaji wa kanuni bora na za thamani ambazo Mungu ameziandika katika kitabu hiki kizuri ambacho dunia nzima inatafuta kwa hamu bila matumaini. Na ndio maana watu ambao walikuwa best friend, marafiki wa karibu kabisa wa Paulo, mmoja wapo alikuwa ni Timotheo. Ni mtu ambaye mama yake na bibi yake alikuwa anaitwa Loisi, walimfunda katika neno. Walikuwa naishi huko mbali kabisa, Listra, huko mahali ambapo palikuwa hakuna hata sinagogi la Kiyahudi, na baba yake alikuwa ni Myunani, mtu wa huko Greek, hakuwa Myahudi kwa asili. Lakini kwa sababu alifuliwa katika neno, ndiye aliyemfaa sana Paulo. Unajua, unaweza kuwa na mtoto ukaanza kumlea kwa ajili ya neno, kamfua katika neno la Mungu, maelekezo na mifumo yake. Unachokifanya unaweza kuwa ni kitu cha kawaida, kumbe hicho kitu unamwandaa mtoto kwa majukumu makubwa sana baadaye. Inaweza kufikia kipindi hata nchi inataka rais wa maana, Mungu akampendekeza mtoto wako waziri mkuu wa maana, kiongozi mchungaji wa maana, mkuu wa majeshi wa maana. Wakaonekana wengi hawana mwelekeo, akachukuliwa yeye akawekwa, kwa sababu ya kile ambacho kimo kwenye fahamu yake, kina nguvu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya wananchi, lakini kwa ajili ya uzima wa milele wa wakazi wa hiyo eneo. Ndio maana Paulo, kwa kujua kopi ya kitabu inapaswa karibu na mtoto wa kifalme. Watu wengi wakitaka kusafiri wanakumbuka passport, wanakumbuka suits ambazo watazivaa kule, wanakumbuka kamera na simu ili wakapiga picha, wanaonekana maeneo mazuri. Watu wa maana wakitaka kusafiri au wakienda mahali popote, hii buku, hii kitabu hiki ni cha muhimu kweli kuliko vitabu vyote kwenye maisha yako. Timotheo wa pili 4 mstari wa 13. Paulo anaandika, anasema, lile joho nililoliacha kwa Karpo huko Troa, ujapo lilete, na vile vitabu hasa vile vya ngozi. Alikuwa anamtuma kijana wake Timotheo anapokuja kule gerezani Rumi, amefungwa anasubiri kufa, ana appointment na Kaisari juu ya mashtaka fulani alikuwa ameshtakiwa. Paulo alimwambia kile kitabu cha ngozi. Cha ngozi kwa maana ya kwamba ngozi ilikuwa ni kama ile permanent storage kwa wakati huo. Maana vile zile document za Mungu kwake zilikuwa ni za muhimu hadi gerezani, kwa sababu alitambua yeye ni ukuhani wa kifalme, mtu wa miliki ya Mungu, ameitwa kuweza kutangaza fadhili za Mungu. Ili aweze kutangaza vizuri, lazima buku awe nayo karibu, na that book is a Bible. Ndio maana mashambulizi makubwa ulimwenguni yameelekezwa kwenye Biblia, kwa sababu shetani anajua watu wakiacha Biblia wanakuwa hawana akili. Rahisi kutekwa na kahaba yule wa Babeli aliyeandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Hata wateka watu wengi ambao watakuwa hawana akili, hawana neno. Mungu ananiambia tusome hii hapa, hii 7:24. Hii 7:24 ina kitu hapa. 7:24 Mathayo. Basi kila asikie maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na mtu mwenye akili. Kanisa lolote ambalo halijatoa kipaumbele kwa neno la Mungu, limetoa kipaumbele kwa neno la mtumishi, kanisa hilo linawafanya watu kuwa wajinga na wapumbavu waumini. Wanakuwa hawana akili, wanapingana na kitabu cha 7:24 Mathayo. Kila asikie neno langu na kulishika na kulifanya amefananishwa na mtu mwenye akili. Unawanyima akili watu wako, unanyima akili familia yako kama hawasomi neno. Na kama utatumia gharama kubwa kupeleka mtoto wako tuition za kidunia, lakini tuition ya neno hana, bado kuna shida. Na kama kanisa linawalisha watoto vistori vya kuchora katuni, sijui nini, Biblia haijasema watu wasome katuni.
You cannot water down the word of God ili iweze kufiti matakwa ya kiakili ya mtoto. Ni shetani ndio ametuingizia hizi mentality kwamba mtoto ana akili ndogo. Biblia, mtoto sio umri, mtoto ni uelewa. Ndio maana nasema msiwe tena watoto wachanga, mkitupwa huku na huku na kila upepo wa maandiko. Kila upepo wa mafundisho. Manake unaweza kuwa ni mtu mzee kama ujui maandiko, kimaandiko wewe ni mtoto mdogo mchanga. Kwa mtoto sio umri. Kama ameanza kujitambua, akili inafanya kazi, anajua mabaya na mema. Na wanajua wengi mabaya na mema mapema, watu wengi wanawapotezea tu. Aanze kusoma Biblia yote kama mwanzo. Bila Biblia vile si vya watoto vile ni biashara, commercial, vile ni marketing za watu wanataka kuuza vitabu vyao. Hii hapa hii. 6 Kumbukumbu la Torati. Shama hii Israeli. Adonai Elohim, Adonai Echad. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wako, Bwana ni mmoja. Hapo chini akasema na maneno haya wafundishe watoto wako waketipo. Si mengi, ni haya. Yesu alipohubiri akisoma neno, palikuwa kuna watoto, watu wazima, hakutafuta Biblia ya watoto. Matengenezo makubwa na mabadiliko makubwa katika historia yaliambatana na usomaji wa neno. Mabadiliko makubwa katika maisha ya taifa, maisha ya mtu binafsi, maisha ya familia makini lazima yaambatane na kuliuliza neno linasema nini, na kile itakachokisema waazimie kukifanya kwa ajili ya manufaa na betterment, ubora wa familia hiyo. Marko 15 mstari wa 10, Marko 11:15. Tujifunze kwa Yesu kidogo. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akazipindua meza za wabadilisha fedha na viti vyao wauza njiwa. Yesu alifika akaanza kufumua, akimbiza wafanyabiashara wote. Hakuishia hapo. Leo unaweza kuwatukana watu wanavaa suruali, mkuu wa mashoga, dunia inaenda wapi? Baada ya hapo, je, unawaambia nini kuhusu neno? 17 Marko 11. Akafundisha akisema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Akafundisha. Huwezi kufika ukaanza kuongea mambo tu ovyo ovyo kwenye mambo ya Mungu alafu hufundishi maandiko. Yesu alipindua. Yesu akafukuza wafanyabiashara, akachukua kikoko cha mkotoa, chapa bakora waliokuwa wanajileta ubishi. Safisha kabisa. Lakini hakuishia hapo. Alifungua neno akafundisha. Akawakumbusha nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Unajua, unaweza ukatoa mizimu na wale matambiko ambayo yamefanyika nyumbani kwako. Unaweza ukafukuza wale makahaba ambao walikuwa wanatembea umewalika nyumbani kwako. Unaweza ukafanya mapinduzi mengi ya kivitendo kwenye maisha yako. Baada ya hapo, usiporudisha neno la Mungu na kulisoma likuelekeze zaidi, bado hayo mambo yatarudi. Ndio maana watu wengi walikuwa ni washirikina ndani ya nyumba za Mungu. Baada ya muda wakaona baridi, hamna tofauti, wamerudia wale mambo yao, wakaongeza neno la Mungu juu ya ujinga ambao wameushika, ambao ni ushirikina. Kwa leo nataka tujifunze ya kwamba Mungu wa mbinguni anatambua mabadiliko yoyote lazima yaambatane na neno la Mungu kwa mtoto wa kifalme. Akili na busara kwa mfalme, kwa mtoto wa kifalme, iliaminika na inaaminika, na ndivyo ilivyo, ni matokeo ya ukaribu wa mtoto wa kifalme na neno la Mungu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 22:12 na 13. Bwana na akupe busara na akili, akuagizie juu ya Israeli ili kuishika torati ya Bwana Mungu wako, ndipo utakapofanikiwa ukiangalia kuzitenda amri na hukumu Bwana alizomwagiza Musa juu ya Israeli. Uwe hodari na moyo mkuu, usiogope wala usifadhaike.
Mafanikio ya kweli ni matokeo ya mtu kuwa submitted, kujisubmit, kujishusha kwenye neno la Mungu. Mafanikio ya kweli ya kuishinda hofu ni matokeo neno la Mungu. Amesema ukaishike Torati aliyopewa Musa, Torah, Pentateuch, vitabu 5 vya Musa, akavishike. Maana ndio neno la Mungu lilokuwepo kwa wakati huo. Ndio kutakuwa na mafanikio, kutakuwa na hofu na mafadhaiko mbalimbali. Danieli, Meshach, Shadrach, Abednego, kama nilivyosema, walikuwa na ndoto kifalme. Angalia alichokifanya katika Danieli 9 mstari wa 2. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa kuvisoma vitabu, Danieli akiwa Babeli, mahali ambako ni dunia imechafuka, uchafu na uovu kila namna, lakini alikuwa na nafasi ya kuvisoma vitabu. Lakini pia alikuwa anafanya kazi ikulu, cheo cha juu kabisa, lakini alikuwa anasoma vitabu. Na kwa kusoma vitabu, vitabu vipi? Neno la Mungu. Na nani? Wakati huo Yeremia akagundua ya kwamba miaka 70 imefika, watu warudi nyumbani. Kuna mambo mengi huyagundui kwenye maisha yako kwa sababu huna nafasi ya vitabu, kusoma Biblia. Kuna mambo mengi kama ungesoma maandiko matakatifu kama mtoto wa kifalme, mambo mengi kwako, makosa mengi ungeyasahihisha. Watu wa Mungu wanatabiriwa katika siku hizi za pambano la uovu na wema mwishoni. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana 12:11, ushindi wao ni matokeo ya neno na damu ya Yesu. Kwa usiache neno kama mtu wa kifalme. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kufanya mazoezi ya usomaji wa neno kuwa takwa rasmi la kifalme. Na hebu tengeneza mazingira unayotumia kusoma neno yawe yenye mvuto na heshima ya hali ya juu. Investi fedha zako katika kulisoma neno, katika kujifunza neno, na maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Tuombe. Asante Bwana, mfalme wa wafalme, kwa ajili ya zawadi ya neno lako lenye hekima, ni tamu zaidi ya asali. Hata alipokula nabii mmoja, Bwana, kwake likawa ni tamu sana. Tunaomba Bwana na mtoto wako huyu tukawe watu wa kufunua kitabu, watu wa neno, watu wa maandiko, ili Bwana tukaweze kuwa baraka kwa watu wengine, lakini ikawa ni baraka kwa maisha yetu na baraka kwa familia zetu, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki mpendwa. Karibu tena kwa ajili ya kipindi kingine wakati mwingine. Mungu akubariki sana.